kunaweza kukawa na pengo kubwa kiasi gani, au hakuna chochote ambacho kikawa kinawaathiri Simba baada ya kuondoka kwake? Nachokiona ni kwamba sioni kama kutakuwa na pengo kubwa kiasi hicho, kwa sababu Simba kwa kipindi hiki tayari wamefanya baadhi ya sajili kwenye hayo maeneo, lakini nachojiuliza ni kwamba mpaka mwalimu alimbadilishia majukumu, inawezekana yeye mwalimu aliona shida kwenye safu ya ushambuliaji, hasa kwa washambuliaji wa kati. Inawezekana hapo ndo tukawa tuna question kwamba okay, baada ya kuondoka Kibu wapo watu waliobakia kwenye hiyo nafasi. Selemani Mwalimu yuko, Soa yuko, yule bwana mdogo Baraka Mwangosi. Kwa hiyo tunajaribu kufikiria kati ya hao watatu nani ambaye anaweza kaenda kuchukua nafasi ya moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Na mwalimu anaonyesha wazi kwamba baada ya Kibu Denis ni Selemani Mwalimu, kwa sababu kwenye michezo michache ambayo tumeshuhudia tumeona Selemani Mwalimu akipata dakika. Inawezekana kuna changamoto kwenye game ya Soa, na huyu sio kocha wa kwanza ambaye amekuja na kumfanya Soa kutokuwa chaguo la kwanza. Kuna makocha wamekuja hapa, Pantev alikuja pia hakumtumia sana Soa, kumpa dakika nyingi sana. Lakini pia kwa biashara ambayo Simba wameifanya, watu wanafanya biashara baada ya kuona huyu akiondoka kuna watu ambao sisi tunaweza tukawatumia ipasavyo na wakatupa kile ambacho tunakihitaji kwa wakati huu. Faida inaweza kuwa kwa Simba zaidi, kwa sababu tayari ni biashara imefanyika na pesa inaingia kwenye mfuko wa klabu. Na inawezekana labda ukawa unatafuta aina mchezaji kama Kibu wa kizao. Kwa sasa hivi of course wapo wachezaji hao. Kuna mtu kama William Edgar alikuwa na kiwango kizuri, na kama atakuwa na muendelezo mzuri mpaka msimu utakapomalizika, inawezekana likawa ni jina ambalo litasumbua sana kwenye dirisha kubwa linalofuata. Na inawezekana kati ya vilabu vikubwa moja kati ya klabu yoyote ikamsajili, kwa sababu mimi nikiangalia game ya Kibu Denis sioni utofauti na game ya William Edgar. Kila utofauti ni kwamba ni kwenye numbers. Unanielewa? Out striker ambaye amewahi kuweka rekodi ambayo Kibu hajawahi kuweka. William Edgar amewahi kufunga magoli 19-20 kwenye championship. Idadi kubwa ya magoli ambayo Kibu amewahi kufunga kwa msimu mmoja, nadhani alikuwa anacheza Mbeya City, alifunga magoli 10. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Okay, sawa. Tofauti kubwa kivipi? Kwa sababu zao William Edgar amemzungumzia championship, Kibu Denis mimi sijazungumzia level tofauti madaraja ya kuzungumzia kalenda ya msimu ya mchezaji. Yes, unajua mtu kufunga magoli 19 that means wewe ni clinical finish. Magoli 19 of course sawa, kuna penalty, lakini William Edgar hata ukimwangalia kwa mfano goli alilowafunga Yanga juzi, magoli ya vile mangapi Lakini pia mimi wakati niko hata championship, mimi nilikuwa championship kule, amewahi kufanya hivyo zaidi ya mara 2 katika kufunga magoli mengi. Sio William Edgar ni pure mfungaji kuliko Kibu ambaye anaweza asikufungie yani kwa msimu anaweza ka average magoli 4 au 5, lakini anafanya shughuli zingine. William Edgar ni mfungaji pase ambaye unaweza ukamsimamisha pale kama striker kirungu na akakupa goli. Na akiwa na Mbeya Kwanza alifunga magoli. Ndio hivyo nasema, akiwa na Mbeya Kwanza huko amewahi kufanya mara 2 Ken Gold na Mbeya Kwanza akafanya zaidi. Ndio labda mimi binafsi William Edgar simuone kama mshambuliaji wa kati. Na makocha wengi ambao nimeona wakiwa wanamtumia William Edgar sioni kama akimtumia, yani huwa sioni akitumika kama mshambuliaji wa kati. William Edgar anaweza kutumika kama mshambuliaji wa pili, ambayo best position of course alifanya hivyo na Fountain Gate akiwa na Selemani Mwalimu, na nielewa. Na hata Dodoma Jiji pia William Edgar kuna wakati anacheza kama kiungo mshambuliaji kutokea ule upande wa kushoto, ambapo upande wa kulia anacheza zaidi Ben Ongasa. Na hata akicheza ndani, maana yake yeye na yule bwana mdogo Mayanda inawezekana akaanza Yasin Mgaza au Mayanda kama mshambuliaji afya akatokea nyuma yao, ili Kipagwile akatokea upande wa kushoto. Na anapata hiyo faida kwa sababu ni aina ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa
ama wana uelewa mkubwa na nafasi uwanjani. Siongelei nafasi sasa za kufunga. Nafasi ni kwamba mchezaji anapokuwa uwanjani lazima na hoja yako sasa tusibaki sana kwa Edgar. Hoja yako ni kwamba kwa hapa kwa Kibu, kwa maana kwamba ni bora uende sokoni umchukue Edgar, umlete badala ya kuendelea pengine kubaki na mtu kama Kibu. Sasa tayari umeshafanya nazungumzia kwamba tayari klabu imefanya biashara. Kwa wachezaji wa kizawa nilikuwa natoa mfano sasa ambao kidogo naweza kuchukua nafasi ya mchezaji. Kuna mfanano kwenye baadhi ya vitu na Kibu Denis. Na kuna utofauti pia. Nikataja mchezaji kama William Edgar, na kuna mchezaji mwingine ambaye hafanani na Kibu, lakini kwa performance yake inaonekana mchezaji ambaye kama ataendelea hivi inawezekana msimu kwenye division alokuja pia akaleta shida. Nipo Peter Kasonda. Na nielewa. Kwa kuna wachezaji ambao Simba inawezekana mfanye biashara, lakini naamini wachezaji wazawa local. Yes, watakuwa wanaangalia kwamba mwisho wa msimu mchezaji gani wa kizawa ambaye tunaweza tukamuongezea kwenye idara ya ushambuliaji. Kamanda, Kibu ametoka wakati sahihi, kwa sababu kuna wakati ambapo hapo nyuma deals zilikuwa zinakuja na club ilikuwa natia ugumu kwamba mchezaji atoke. Sasa hivi anatoka, unaona ni wakati sahihi, kwanza hata yeye binafsi kama mchezaji, lakini pia kwa club kumruhusu. No, in my opinion amechelewa. Left 2 seasons ago au hata kabla ya msimu huo hujaanza. Unamaanisha nini Kamanda? No, simaanishi kitu chochote kibaya, ila unajua wakati mwingine moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni changamoto Simba. Unajua ukiwa klabu unapaswa kuwa decisive linapokuja swala la welfare, mustakabali wa wachezaji. Kwamba huyu mchezaji na muongezea mkataba sasa hivi, malengo yangu ni yapi, kwamba ni muuze ama kwenye huu mkataba nini kitokee, kwa sababu mimi I was convinced kwamba wakati ule Kibu anasumbua kwamba asaini mkataba, sijui anataka kuongezewa signing fee na vitu kama hivyo. My opinion about him kwa msimu wake, kwa ile miaka miwili aliyokuwa amekaa, ni kwamba huyu mtu kiwango chake hakijaongezeka, na muda nadhani umethibitisha hilo. Sawa, kwa sababu beyond msimu wake wa kwanza ule ambao Kibu nadhani kwenye alifunga magoli 8 msimu wake wa kwanza kabisa akiwa Simba, hajawahi kurejea katika zile heights. Lakini pia kile ambacho Simba walikiona kwenye klabu kama Mbeya City about Kibu hakikuwa replicated kwao. Yes, he is very hardworking, anajituma, hilo huwezi kumfault, lakini kiwango chake akipiga hatua from kuwa mchezaji yule ambaye Simba ilimsajili kuja kuwa mchezaji mwingine. Yes, of course offers zinakuja kutoka nje, and that's where Simba walitakiwa kuwa wamesha cash out mapema kuliko kuachana naye sasa hivi wakati it's a bit too late. Yani ni kama sasa hivi mikono yao imefungwa kwa maana huyu mtu ambakiza miezi 7. Hii miezi 7 mnaweza mkaendelea tu kumlipa yeye, hata akakaa benchi, got no problems with that, kwa sababu mnamlipa hela na ataondoka bure kabisa. Yani ile hela ambayo nyinyi mngeweza kupata kumuuza ataipocket yeye mfukoni kwake. Sawa. Kwa hiyo maybe wakati ambao ule, kwa sababu bado value yake ilikuwa juu, hata maana yake ni kwamba labda wangemruhusu aondoke wakati ule, wangepata fedha nyingi kuliko hizi wanazozipata sasa hivi, which is why nasema kwamba alitakiwa aondoke maybe miaka miwili au mwaka mmoja na nusu au mwaka mmoja uliopita. Kwenye sama Simba alikataa ofa ya $900,000 kutoka Libya. Umeona? Hela wanaoenda kuipata sasa hivi pengine is just a fraction of that. Kwa moja kwa moja hapa tunaweza ni kama viongozi ndio tuseme kuna sehemu hawakuwa sawa sawa, wangefanya hii biashara. Yani kutokuwa sawa sawa ni ile kwamba mna indecisive, yani mnakuwa indecisive, mnakuwa hamjaamua. Yani uongozi, kuna wengine wanahisi kwamba mtu inabidi aendelee kubaki, wengine wako okay kwamba mtu aendelee kuondoka. Sometimes kwenye kusaini mikataba mipya klabu inaweza ikawa blackmail kwamba bana huyu mkimwacha ataenda Yanga, azifu akienda Yanga je timu yenu labda itabomoka au italipuka au itaacha kuwa timu. Kwa hiyo sometimes kuna indecisiveness, yani mna kigugumizi cha kufanya maamuzi, which kwa timu kubwa inakuwa sio kitu kizuri. Advance. Okay, kwa jinsi ambavyo kwa muda ambao amecheza Kibu Denis zaidi ya misimu 3 kwenye klabu ya Simba, hebu rate kiwango chake chini ya 100%. Chini ya 100% kwangu namba 40.
40. Yes. Kamanda, mbona kama umeguna hivi? Nyingi au chache hizo? Naona kama umempa nyingi. Na wewe Yaani kwa yaani nimesoma body language yako kwamba 40 ni nyingi. Mimi najua kabisa kama nani alichomaanisha. Lakini kwa nini umempa 40? Kuna watu ambao wanaishi ni chini ya hapo. Inawezekana kila mtu atakuwa na rate vile ambavyo yeye anaona. Kwangu mimi nimempa 40 kwa sababu kuna baadhi ya mabox anashindwa kuyatiki. Tukiwa tunazungumza wewe ni mshambuliaji, tunahitaji goals, tunahitaji hizo assist kwa eneo ambalo analicheza Kibu. Unacheza wide, tunahitaji hivyo vitu. Lakini ukiangalia kwa Kibu anaweza kamaliza msimu ana goli 2, ana assist 3, kidogo inakuwa haikupi kile ambacho unakihitaji kama mwalimu, kama timu inachokihitaji kutoka kwa mchezaji anayecheza kwenye hayo maeneo. Ukimwangalia Kibu, amezungumza kamanda hapa, msimu bora kabisa wa Kibu alisikoa goli 8 akiwa na Simba. Baada ya hapo hajawahi kufikia tena kwenye hizo levels ambazo sio level kubwa sana. Yaani hata tunaweza tukaangalia hata timu ya taifa pia. Yes. Kuna wakati ule Kibu mpaka anapewa uraia, kuna mechi moja dhidi ya Malawi aliingia dakika za mwisho, akatoa assist 2 nadhani, na moja wapo ilikuwa ni kwa goli lililofungwa na John Boko. Watu wakasema yes, mchezaji amepatikana, lakini kwa sababu amekuwa very inconsistent, hata nafasi yake baada ya pale kwenye timu ya taifa imekuwa ni haijakuwa ile ya moja kwa moja kama watu walivyofikiria, mpaka wakati ule wanaharakisha. Okay, kwa hiyo mimi ambacho nakiona kwa Kibu ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na moment tu. Yaani sio mchezaji mwenye muendelezo, amekuwa na hizo moments. Amewahi kuamua mechi taifa hapa kama unakumbuka. Ndio swali langu lilokuwa linafuata kwamba ni mchezaji wa mechi kubwa. Sio mechi kubwa ngapi? Yaani ukizungumza mechi kubwa, hapo utataja mechi ya Yanga, utataja mechi ya Faction. Na mechi za Champions League na za Confederation Cup, mfano msimu uliopita amefunga goli kama 3. Faction hapa. Msimu uliopita Kibu kwenye ile run ya CAF Confederations Cup, yeye alikuwa moja kati ya wachezaji bora wa Simba. Yaani kuelekea kwenye ile run, Kibu, Mpanzu, Musa Pimpin Kamara, Yusuf Kagoma, huyu mtaji huwa kamanda Jean Chalea wao, of course Ngoma, kuna huyu mwenetu wa Morogoro, nani huyu mwanangu Tupac, huyo Hamza ndio jina lake mtaani wanamuita. Hawa walikuwa ndio wachezaji bora wa Simba, lakini Kibu ndio hiki anachokwambia Hans kwamba kulikuwa na ofa. Kibu yeda magnificent performance, alifunga magoli 4, lakini ukiondoa tu magoli, performance zake kwenye kujituma, kuipambania timu, lakini pia kuna wakati ilikuwa inaonekana kama na yeye mwenyewe moyo wake ulikuwa kama uko nje kuliko ndani. Unakumbuka kiwa karibu msimu ukiisha, Kibu haonekani kwenye pre-season, sijui amekwenda kufanya trial. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe commitment yake kidogo, yes uwanjani is committed, lakini kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinakuonyesha kwamba ni kama moyo wake pia ulikuwa haupo. Yaani always alikuwa anatafuta njia ya kutokea. Jimmy, ukiangalia Simba kwenye biashara ambazo Simba wamefanya hapa katikati kuanzia dirisha hili dogo la Januari, kama Simba hawakuwa na pesa na walikuwa wanauza wachezaji ili wapate pesa kuwasajili wachezaji wengine. Inawezekana hii biashara ya Kibu ambayo tunaijadili hapa pia inafanyika kwa sababu club sasa imefikia tu kwamba no way, inabidi tuchukue pesa kwa sababu pengine wanahitaji na fedha, na sio biashara kama ambavyo huko nyuma ilikuwa inakuja biashara ya Kibu na Simba hakuwahi kuwa willing kufanya biashara yake, lakini sasa hivi kana club imekuwa willing kumuuza mchezaji. Na unajua kuna wakati kama tunamshusha sana Kibu. Ni mchezaji na ni yale mchezaji ambaye kwenye modern football anaweza kukuofa vitu vingi tu. Na ndio maana pamoja na haya yote tunayozungumza, lakini hakuna mwalimu ambaye amekuja kaacha kumtumia Kibu. Kweli wote wanamtumia na madhaifu tunayoyaona. Kwa hiyo kuna kitu wanakiona na offers zimeendelea kutoka sehemu tofauti. Hapa wakati kamanda anazungumza kuhusu Yanga kutoa offer pia kwa ajili ya Kibu. Na ndio wakati ambao Kibu alilipo pesa nyingi sasa.
ili kumbakisha Simba, na akaingia kwenye mzozo. Simba ikaingia kwenye mzozo na Carlos, ndio kwa sababu ya kwamba alikuwa yuko open kupokea offer kutoka sehemu nyingine, more especially ya Africa, na hizo demand zote zilikuwa zinakuja kwa sababu Kibu alikuwa anaonekana ni mchezaji. Siwezi kuwa demanded kwa kiasi hiko alafu ni mchezaji ambaye wa kawaida sio. Lakini biashara huwa zinafanyika kuwa kubwa au ndogo kwa current performance. Biashara za mpira, kadri unavyoperform, ukiwa na performance kubwa, watu demand inaongezeka. Lakini pia performance inapokwenda chini kwenye huo msimu au misimu miwili, watu wanaona kwamba huyu tutakasha kwa kawaida. Mimi kuulize, offer iliyokuja kwa Mzize, unafikiri inaweza kuja kesho hiyo hiyo mpaka perform to that level ndio watu watakuja na offer hiyo hiyo? Kwa hiyo inawezekana kweli unasema Simba wana demand pesa sasa hivi wanataka kuuza, ingawa wanauza kwa bei ya chini. Hata mimi naungana na Jeff kusema kwamba wangemuuza mapema wakati ule wa mzozo sui nini, kwa sababu kulikuwa na big money ipo, wangeweza kuuza wakatafuta mtu mwingine wakaendelea. Unajua baada ya pale Kibu ni kama vile amekuwa atamani tena kucheza ndani, atamani sana kwenda kucheza nje. Ndio maisha yake hayo unayoona, ameenda amechelewa pre-season, sio kitoka kidogo amekwenda nje. Mtu wa nje ni wa nje tu. Unajua Kibu asili yake kabisa sio Tanzania. Kibu amezaliwa Kongo na passport ndio nasema hivyo. Amezaliwa Kongo, amekuja hapa amekaa kambini. So ana ile damu ya kwetu sie ya moja kwa moja. Yaani he is a fighter kwa maana ya maisha. Anatamani kwenda kukaa nje, anatamani kuja kujenga maisha yake. Mimi nikwambie kupe mfano miwili. Nonda Shabani alikuja familia yake iko nje, mke wake yuko nje. Nonda Shabani alikuja Tanzania kama Mrundi. Hapa amekuja kucheza na Afrika, watu wanajua huyu Mrundi. Lakini kumbe ni Mkongomani. Alivyotoka kwenye kufight, walivyoenda kucheza nafikiri na Val Professionals, Nonda alicheza, Mohamed Hussein alicheza muda mrefu. Lakini wale jamaa demand yao ilikuwa wanamtaka Nonda. Kwenye communication ya Afrika wakadhani kwamba anatakiwa ni Mohamed, wakasema huyu hauzwi. Sema yule wakaba kwenye kuelekezana wakasema yule tunauza. Akaondoka yule. Na wakati wanakwenda Val alikwenda na Bakari Malima. Bakari was a star. Na ndiye amemsaidia Nonda pale. Na ndio maana Nonda hakumsahau Beka katika maisha yake yote. Beka alitoa story, alisimulia somewhere jinsi alivyo struggle kumpata Nonda Kinshasa, akampa $10,000. Sawa? Lakini alipofika baada ya kutoka ndo akasema yeye ni nani? Yeye ni Mkongomani. Huku kote huku alikuwa anatafuta namna ya kutokea kwenda kwenye maisha mazuri. Sisi kwenye nchi yetu tumekuwa na amani ya muda mrefu. Kwa kuna aina fulani ya maisha hayatufanyi tuwe maisha yetu ya kiujamaa. Sawa. Nakupa mfano wa mwisho, nilipokwenda kucheza Rwanda, mwalimu mmoja aliniambia, sitaki kumtaja jina hapa mtu kwa sababu shakuwa Mtanzania, sasa kaleta mizozo. Akaba fulani yupo yule kwa mchezaji wangu aliondoka baada ya nyumba yake kupigwa bomu. Imagine nyumba yako inapigwa bomu, alafu ndo unakimbia. Kwa hiyo wewe utakuwa moyo wako pale sehemu ya kule kwenu, ukifikiria tena una kule kuendeki. Kwa hiyo unafikiria mbele. Huyu mtu ametoka kwao, ameona vita, hata kiwa mdogo. Amekimbia vita, amekuja hapa, ameishi, amepata, yani kila akipata channel ya kwenda mbele na kutengeneza maisha. Ukimzuia, wewe hakuelewi. Unaelewa? Kwa kwangu mimi pia nadhani Kibu aliondoka kwenye maisha yetu tangu pale baada ya kuzuiwa na ile mizozo, airport leo usimefanyaje nini, anarudi maisha yake kwenda mbele tu. Anafikiria kwenda mbele kuliko kucheza hapa. Sasa kwa performance yake ya sasa hivi na huko anakokwenda sasa, ndio maana bei imepungua. Sasa hivi bei imepungua wakati bei ya mwanzo ilikuwa kubwa. Sasa hivi bei simesema $300,000, sio? Imepungua. Lakini mimi naamini bado ana nafasi. Miaka 27 on passport, ana nafasi ya kwenda kuonyesha. Na miaka isiyopungua 6-7 anaweza kucheza, na kwa sababu hiki ndio kitu ambacho yeye mwenyewe anakitaka. Kwa hiyo hata determination yake kule nje itakuwa tofauti, itarudi na atarejesha kiwango ikiwa tofauti. Na
the fact kwamba hapa mmesema kwamba kwenye mechi za kimataifa hata za msimu uliopita alikuwa yuko juu, kwa bado watu wanaamini pia kuna kitu anacho na ataweza kwenda kusaidia. Ni mshambuliaji wangapi wa kizawa kwako? Enoki wa rank wa shambuliaji wa kizawa Tanzania hii. Kibu unamweka namba ngapi? Shambuliaji ya hali. Wewe mweke tu. Mimi katika top 5 Kibu yupo. Yupo Yes. Mbona 5 Kibu. Yes. Mimi nadhani of course nilikuwa na chat na chief negotiator wa Al Nassr muda huu. Nilitaka kujua baadhi ya vitu ndani zaidi. Kwa nini wanamchukua Kibu Denis? Anasema kocha alihitaji kupata winga ambaye ni explosive, winga ambaye ni mlipuko, ana nguvu, yani anaweza kuspeed up mchezo. Kocha alihitaji kupata mtu wa design hiyo, na kwenye listi alikuwepo mchezaji kutoka Nigeria, lakini pia alikuwepo Kibu Denis. Moja kati ya vitu ambavyo wamesense kwamba mkataba wa Kibu unaelekea mwishoni. Ndio. Na kama Simba watu muuza, jamaa wanaweza kumpata hata free. Kwa $300,000 Simba hakuna namna wangeweza kufanyaje kuikataa, kwa sababu walikuwa kwenye situation ambayo tayari wamebanwa. Yaani unajua una miezi 4 tu. Msimu kisha watu wanaondoka. Tukizungumza $300,000 ni karibu milioni 800 my friend ya kibongo. Hiyo milioni 800 unaweza ukaenda ukapata mchezaji mwingine mzuri. So kwanza niwapongeze Simba kwa kufanya biashara, kwa sababu mchezaji kama umepambana kumongezea mkataba na imekuwa ngumu, and then unaambulia chochote $300,000 means umefanya biashara. Huyo mchezaji hajaondoka bure. Kwa credit kwa viongozi wa Simba. Kwa Kibu Denis, nadhani game yake ukitazama kama walivyotazama Al Nassr, ni mchezaji ambaye ukihitaji speed inapatikana kwenye miguu ya Kibu. Ukihitaji mchezaji ambaye ni dynamic presser, ata press kwa dakika zote atakazokuwa uwanjani. Hivyo vitu vinapatikana kwa Kibu. Ukihitaji availability, upatikanaji, Kibu ana guarantee ya kukupa hata msimu mzima bila kuumia. Kwa maana ni mchezaji ambaye anapatikana mara kwa mara. Availability yake ni kubwa. But nataka nizungumze, Kibu amefanya trial Norway, mambo ya kwenda vizuri, si ndio? Ndio. Kibu amefanya trial Marekani, Nashville, timu ya ligi kuu. Amefanya trial na alifanya wiki, walikuwa wamempa wiki, akafanya, jamaa wakamuongezea muda tena wiki ya pili ili wamwangalie zaidi. Na ile trial haifanyaje? Haikufanikiwa. My friend Kibu, hivyo vitu vyote nilivyovitaja unavyo, lakini wewe ni winga. Lazima uongeze numbers. Magoli na assist ni vitu ambavyo Kibu anatakiwa kuviongeza kwenye miguu yake. Kwa sababu unaweza kuwa unafanya hivyo vitu vyote, unakimbia, una press na nini, lakini mwisho wa siku wewe ni mshambuliaji. Tunahitaji nini? Magoli. Na moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kinamwangusha Kibu ni utulivu. Anapofika eneo la mwisho, utulivu, decision making. Ukiwa mshambuliaji, tunakuambia unaelekea kwenye boxi, wakati unafanya instep, amini unachokifanya kitakwenda kutokea. Jipe muda. Unaweza kuwa una udribble mpira kwa degree 90 ambazo zinakufavor wewe. Mpinzani akitaka kuja kufanya interception atacheza mwili wako, itakuwa ni penalty. Wakati una buy time, una udribble mpira kwa degree 90, chagua engo, weka. Ndivyo washambuliaji wote wanavyofanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo akikutana na mwalimu ambaye anaweza akamtrain na yeye akasikiliza, Kibu anaweza kuja kuwa vizuri zaidi. Dakika ni 48. Mambo mazuri. Jemedari Said yuko hapa, Hans Rafael, Kamanda J pamoja na Evans, bila kumsahau George Magunga. Nipo pia na Mr. Body Fent hapa na mambo yanakwenda uzuri zaidi. Tukirudi hapa Mr. Body Fent tunakwenda kwa Pacome Zouzoua pale. Lakini tunakumbusha wale ambao mnaungana na sisi hapa, kumbuka mkutano mkubwa wa CAF, kwa kamati tendaji ya CAF. Mkutano wao utafanyika